Sikia hii beat ina nguvu sana. Ndio, sauti safi. Weka zaidi. Sawa, angalia hii drop. Poa sana. Nakupenda sana man, kwa moyo wenye taa. Je, unaamini kuwa sauti unayoisikia leo kutoka kwa star unayempenda inaweza kuwa ni deni analolipa kwa nguvu za giza? Karibuni kwenye Book Story, elimu ya wote. Leo tunawaletea mkasa ambao umetikisa hisia za wengi, mkasa wa kweli wa kijana Mufti kutoka kijiji cha Ugunda. Alikuwa na sauti ya malaika, kipaji kilichoweza kupasua mawingu, lakini tamaa ya kiti cha dhahabu ilimfanya asaini mkataba ambao kalamu yake ilikuwa ni damu na karatasi yake ilikuwa ni maisha ya mtu aliyempenda zaidi. Kutoka kwenye kilele cha umaarufu duniani hadi kwenye kaburi la siri lililojaa majuto. Ni nini kilitokea pale Mufti aliposhika kisu mbele ya bibi yake aliyemlea? Na kwani ni sauti yake ilizima ghafla mbele ya mamilioni ya mashabiki? Usiondoke. Huu sio tu mkasa wa kusisimua, bali ni darasa tosha kwa kila kijana, kila msanii na kila mwenye ndoto. Jifunze kupitia makosa ya Mufti kabla nyota yako haijazimwa na giza ambalo hukuwa na uwezo nalo. Safari yetu inaanza katika kijiji kidogo kilichotulia nchini Uganda, kijiji kilichozungukwa na mashamba ya migomba na hewa safi ya milimani. Hapa aliishi kijana mmoja jina lake Mufti. Mufti hakuwa kijana wa kawaida. Tangu utotoni Mungu alimjalia sauti ya kipekee, sauti iliyokuwa na uwezo wa kutuliza mtoto anayelia, sauti iliyoweza kuliza mawe kwa hisia zake. Alikuwa mchawi wa nyuzi za gitaa, vidole vyake vikigusa gitaa lile la zamani. Muziki uliotoka ulikuwa kama mazungumzo kati ya roho na mbingu. Marafiki, Mufti alikuwa yatima. Mama yake alitangulia mbele za haki akiwa bado mdogo, na mzigo wa malezi uliingia mikononi mwa bibi yake mzaa mama. Bibi huyo alikuwa nguzo ya upendo na imani. Siku moja, jua likiwa linazama, bibi alikuwa nje akipika chakula cha jioni kwenye jiko la kuni. Mufti, akiwa ameketi pembeni yake, alianza kuchezea nyuzi za gitaa lake kwa hisia kali, akitunga wimbo mpya wa sifa kwa mama yake. Sauti ya gitaa la hisia ikichezwa kwa upole. Bibi, akitabasamu huku akigeuza mboga, alimtazama mjukuu wake kwa upendo mkubwa. Mjukuu wangu, sauti ya bibi ilikuwa ya upole lakini yenye uzito wa hekima. Mungu amekupa amana kubwa sana. Una sauti ya malaika. Ombi langu kwa Mungu ni kwamba akulinde na akusaidie kukitumia kipaji hiki vizuri ili kisonge mbele na uwe baraka kwa ulimwengu. Mufti alitabasamu, lakini ndani yake moto wa tamaa ulikuwa unawaka. Alimwambia bibi yake, "Bibi, kuna shindano kubwa la muziki linalokuja. Washindi watapewa fedha nyingi na nafasi ya kurekodi studio kubwa bure. Hiyo ndiyo ndoto yangu bibi." Bibi yake akajibu, "Mungu ni mwema, atafungua njia." Usiku ule Mufti aliota ndoto kubwa. Alijiona amesimama kwenye jukwaa la dhahabu, maelfu ya watu wakipiga kelele jina lake, "Mufti! Mufti! Mufti!" Alipoamka, hofu na shauku vilimtawala. Alijua lazima atafute mafanikio hayo kwa udi na uvumba. Siku zilivyozidi kusogea kuelekea shindano, hofu ya kushindwa ilianza kumtafuna Mufti. Hapo ndipo alipojitokeza rafiki yake wa karibu, kijana mjanja anaitwa Rama. Rama alikuwa kijana anayeamini katika njia za mkato na adawa za mafanikio. Siku moja, walipoketi ufukweni mwa ziwa, Rama alimwambia Mufti huku akimtazama macho, "Mufti, kipaji unacho, hilo halina mjadala. Lakini ulimwengu wa muziki sio safi kama unavyofikiri. Washindani wako hawalali. Wengi wameshatembelea waganga kutafuta kinga na nyota ya mvuto. Kama unataka kung'aa kweli na kuwa star wa dunia, lazima twende kwa mganga mmoja hatari ninayemjua. Bila dawa, utabaki unaimba vijijini hapa milele." Hofu ya Mufti ya kubaki maskini ilizidi upendo wake kwa bibi yake. Moyo wake ukakubali ushauri wa Rama. Walisafiri hadi pori la mbali, mahali ambapo hata ndege walikuwa hawaonekani. Walifika kwenye kibanda kidogo kilichojaa harufu ya kifo na madawa ya kienyeji. Rama alibaki nje na Mufti aliingia ndani peke yake. Giza lilikuwa nene. Katikati ya kibanda kile, alikaa mzee mmoja wa kutisha, macho yake yakitoka moto wa ajabu. "Kijana," sauti ya mganga ilikuwa kama mlio wa radi, "nimeshauona ujio wako. Unataka nyota ya mvuto. Unataka kuwa star mkubwa duniani kama mastaa wengine. Wengi unaowaona wamepita hapa. Lakini je, utaweza kulipa gharama?" Mufti, akitetemeka, alijibu, "Niko tayari kwa lolote." Mganga alicheka kicheko kilichomtoa Mufti jasho jembamba. "Haya ndiyo masharti. Sharti la kwanza, kesho usiku, fika makaburini ukiwa na gitaa lako. Omba kibali kwa waliokufa, kisha uimbe wimbo wako bora. Sharti la pili, na hili ndilo gumu, ili nyota yako idumu, lazima utoe kafara ya mtu unayempenda zaidi. Lazima umtoe bibi yako kafara." Mufti alihisi kama dunia inazunguka. Bibi yake, mtu pekee aliyemlea na kumpa upendo.
lakini sura za umaarufu na utajiri zilipita mbele ya macho yake. Tamaa ilishinda hofu. Alikubali kishingo upande. Mganga alimpa maagizo ya kufanya matambiko, akichinja kuku mweusi na kumpa Mufti damu yake ili anywe kama agano la giza. Siku ya shindano ilifika. Ukumbi ulijaa tele. Sauti ya Mufti ilikuwa imebadilika kabisa. Haikuwa sauti ya hisia tu, ilikuwa na mvuto wa ajabu, nguvu ya kichawi iliyowateka wote walioisikia. Watu walilia, wakapiga kelele, na majaji walikosa la kusema. Sauti ya shangwe, kelele za mashabiki na muziki wa ushindi. Majaji walitangaza bila kusita. Mshindi ni Mufti. Alizawadiwa mamilioni ya pesa, ufunguo wa gari jipya na mkataba wa kurekodi studio kubwa Habari za duniani. asubuhi, twaimba leo. Karibu sana. Ni wimbo gani? Ni wimbo wa amani. Inasikika vizuri sana. Jina lake lilianza kuvuma kama moto wa kifuu. Alikuwa tajiri sasa. Alirudi nyumbani kumwaga bibi yake, akiwa amejawa na furaha ya nje, lakini moyo wake ukiwa na siri nzito na ya hofu. Alipofika nyumbani, alimkuta bibi yake ameketi, sura yake ikionyesha wasiwasi mkubwa. Kabla Mufti hajaanza kujisifia, bibi yake alimtazama macho na kumwambia maneno yaliyomgandisha damu. Mjukuu wangu, nimefurahi kusikia umeshinda, lakini nakuomba kumbuka hili. Dunia hii ina mambo mengi ya giza. Ukishakuwa staa mkubwa na ukaishi maisha ya anasa, ukaja kufa ghafla, usisahau kuja kuimba kwenye kaburi langu. Maneno yale yalimchoma Mufti kama mkuki. Je, bibi alijua agano lake na mganga? Miaka ilipita. Mufti akawa staa mkubwa wa dunia, jina lake likivuma kila kona. Alisahau kijiji chake, alisahau gitaa lake la zamani, alisahau maombi ya bibi yake. Alikuwa na majumba, magari na wanawake, lakini kila usiku aliandamwa na ndoto za kutisha. Siku moja, akiwa katika kilele cha umaarufu wake, alilala katika jumba lake la kifahari. Katika ndoto, mganga alimtokea tena, sura yake ikiwa imejaa hasira. Muda umefika Mufti, umefaidi matunda ya agano letu. Sasa nataka kafara ya bibi yako. Ukikataa, utajua maana ya kipaji kilichokufa ghafla. Mufti aliamka akiwa anatetemeka, jasho likimtoka mwili mzima. Alitazama kuta za jumba lake la kifahari, kuta ambazo zilijengwa kwa nguvu ya sauti yake, lakini sasa zilionekana kama gereza. Alijaribu kunywa maji, lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Alitoka nje na kupiga simu kwa rafiki yake Rama, yule aliyempeleka kwa mganga. Rama, siwezi kufanya hivi. Bibi ndiye aliyenilea. Siwezi kumuua kwa ajili ya pesa hizi. Mufti alilia kwa sauti ya kukata tamaa. Rama, ambaye naye alikuwa ameshaingia kwenye mtego wa utajiri wa haraka, akamjibu kwa sauti ya baridi. Mufti, umechelewa. Ulisaini mkataba wa damu. Ukikataa kutoa kafara, hautapoteza mziki tu, utapoteza maisha yako. Na unajua nini? Bibi yako ni mzee, tayari ameshaishi maisha yake. Lakini wewe ni staa wa dunia. Fikiria magari yako, fikiria mashabiki wako. Usiwe mjinga. Mufti alikata simu. Alijisikia mpweke kuliko wakati mwingine wowote. Mufti aliamua kufunga safari ya kurudi kijijini kwa kisingizio cha kwenda kumtembelea bibi yake, lakini moyoni mwake alikuwa amebeba kisu cha usaliti. Alifika kijijini akiwa na msafara wa magari ya kifahari, lakini alipouona ule msonge wa bibi yake, moyo ulimuuma. Alimkuta bibi yake ameketi pale pale kwenye kile kiti chake cha mbao. Lakini safari hii bibi hakuwa akitabasamu. Alikuwa akisoma Biblia yake kwa bidii. Mjukuu wangu, bibi alisema bila hata kuinua macho, nimekuwa nikikuombea. Najua vita unavyopigana ni vizito. Shetani hatoi kitu cha bure, Mufti. Kila anachokupa leo atataka ukilipe kwa damu kesho. Mufti alistuka. Alishindwa hata kumtazama bibi yake machoni. Usiku ule, akiwa amelala kwenye chumba chake cha zamani, Mufti alishika kisu alichopewa na mganga. Alinyata mpaka kwenye kitanda cha bibi yake. Mkono wake ulikuwa juu, tayari kutekeleza sharti lile la kutisha. Lakini ghafla, kisu kilimwanguka Mufti mkononi. Alipiga magoti na kuanza kulia kama mtoto. Alishindwa kumuua bibi yake, lakini hapo hapo, chumba kilijaa upepo wa baridi na kicheko cha mganga kikalia masikioni mwake. Siku iliyofuata, Mufti alikuwa na tamasha kubwa zaidi katika historia ya Uganda. Maelfu ya watu walikusanyika kumuona. Alipanda jukwani akiwa amedhoofika, lakini akiamini kuwa labda mganga atamsamehe. Alishika mikrofoni. Alitaka kuanza kuimba ule wimbo wake uliopendwa zaidi, lakini alipofungua kinywa, alivuta pumzi kwa nguvu, akajaribu tena. Badala ya sauti ya malaika, kilitoka kikohozi cha damu. Watu walianza kunong'ona. Mufti alishika koo lake, akihisi kama kuna mikono ya chuma inamkaba. Ghafla, gitaa lake lililokuwa limewekwa pembeni
lilipasuka vipande vipande bila kuguswa na mtu. Ule utajiri, ile nyota na ule uzuri wa sauti vilitoweka ndani ya sekunde chache. Mashabiki walianza kumzomea. Mapromota walimfukuza jukwaani. Ndani ya usiku mmoja, Mufti akawa maskini, mgonjwa na mtu asiye na sauti. Mufti alirudi kijijini akiwa amepooza nusu ya mwili na hawezi kuongea. Alimkuta bibi yake ameshafariki dunia kwa amani akiwa anaomba, akikumbuka kauli ya bibi yake, ukija kufa ghafla, usisahau kuja kuimba kwenye kaburi langu. Mufti akiwa hawezi kutoa sauti, alikokota mwili wake mpaka kwenye kaburi la bibi yake. Alishika gitaa lake la zamani ambalo halikuwa limevunjika. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, hakuomba nyota, hakuomba pesa. Aliangusha chozi la tauba. Inasemekana kuwa siku hiyo, watu waliopita karibu na makaburi walisikia sauti ya ajabu, sauti tamu kuliko zote zilizowahi kusikika duniani, ikitokea makaburini. Haikuwa sauti ya Mufti, bali ilikuwa sauti ya tauba. Baada ya wimbo huo kuisha, walimkuta Mufti akiwa amelala juu ya kaburi la bibi yake, akiwa amekufa. Kipaji chake kilikuwa kimezimika ghafla, kama kilivyokuja. Wasanii wenzangu na vijana mnaotafuta mafanikio, kipaji ni zawadi kutoka kwa Mungu. Usikubali kukiuza kwa shetani kwa ajili ya magari na majumba ya muda. Maisha ya ushirikina ni kama jeneza la dhahabu. Kwa nje linang'aa, lakini ndani kuna kifo na uvundo. Tumia kipaji chako kumsifu aliyekupa, na baraka zitakufuata bila damu ya watu wako. Huu ndio ulikuwa mwisho wa mkasa wa Mufti. Je, utachagua njia ipi? Njia ya jasho na baraka au njia ya damu na majuto? Habari za asubuhi, twaimba leo. Karibu sana. Ni wimbo gani? Ni wimbo wa amani. Inasikika vizuri sana. Congratulations, this is for you. Thank you so much, sir. Keep up the great work. I will. Thank you.